Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono Media. Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuelekee huko Moscow nchini Urusi. Naitwa Ramadhani Fupi. Rais wa Urusi Vladimir Putin ni kama vile anazitambia nchi za magharibi. Wakati huu rais huyo wa Urusi Vladimir Putin amesema kwamba katika mataifa ya magharibi hakuna mwanaume yeyote mwenye ubavu wa kupambana na taifa la Urusi. Akitolea mfano wa vita vya Ukraine na Urusi, Putin amesema kwamba tangu mwaka 2022 Urusi ilipoanzisha operation ya kijeshi dhidi ya Ukraine, mataifa mbalimbali ya magharibi yakishirikiana na taifa la Marekani yalipeleka misaada mbalimbali ya kijeshi, ikiwemo silaha na hata wanajeshi wao ili kupambana na Urusi, lakini hakuna yeyote aliyefanikiwa kulidhuru taifa la Urusi. Putin amesema kwamba taifa la Urusi lina rasilimali za kutosha zinazoweza kumaliza kile ilichokianzisha, akimaanisha operation ya kijeshi dhidi ya taifa la Ukraine. Hata hivyo, hayo yanajiri baada ya rais huyo wa Urusi Vladimir Putin kukataa kusaini mapendekezo ya kusitisha vita dhidi ya Ukraine kwa muda wa siku 30, ambapo kama Putin angekubali kusaini mapendekezo hayo, basi Urusi ingeingia kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na taifa la Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin alikataa kusaini mapendekezo hayo kufuatia nguvu iliyotumika na mataifa ya magharibi ambayo yalikuwa yakimlazimisha Putin kukubaliana na mapendekezo hayo ya usitishaji wa vita kwa muda wa siku 30. Putin alikataa kukubaliana na mapendekezo hayo, akidai kuwa hakuna taifa lolote katika mataifa ya magharibi lenye uwezo wa kuilazimisha Urusi kufanya jambo lolote wanalotaka wao. Mataifa ya magharibi mara kwa mara yamekuwa yakidai kuwa Urusi iliivamia Ukraine kwa lengo la kuichukua Kiev na hata kuidhibiti nchi nzima. Lakini kwa upande wake, rais wa Urusi Vladimir Putin yeye anasema kwamba lengo la kuanzisha operesheni hiyo ya kijeshi ni kuhakikisha kwamba Urusi inakuwa salama nyakati zote. Itakumbukwa kwa mara ya kwanza Urusi na Ukraine ilifanya mazungumzo ya moja kwa moja katika jiji la Istanbul nchini Uturuki siku ya Ijumaa wiki iliyopita, lakini katika mazungumzo hayo rais wa Urusi Vladimir Putin wala hakuhudhuria. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitamani kuona rais wa Urusi Vladimir Putin anahudhuria mkutano huo, lakini licha ya Zelensky kuwepo kwenye eneo la tukio siku hiyo, lakini na yeye wala hakutaka kushiriki kwenye mazungumzo hayo, na badala yake aliwatuma wajumbe wake kwenda kushiriki mkutano huo. Mfuatiliaji wa Kankono Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Naitwa Ramadhani Fupi.